mituki na itu ta ka kwa na itu to cio tika mbao zo bo ka to be ko ya na unu ta ka kuyo ko te mana yuma bo la tu ina mo wizi asante kaka kwa kata hivi la ikoma kwa gani sana ungende aona tangu mara ito wote ni mbaya huko na property yako mtu anakuja kuiba iga kwa mwe bindi tiki amnana chief yes ni wavikie ne vikie wacha hiyo wape background nzuri. Hii ni skiraoni ya serikali hii digita aisia hii kwa uke wale bo 5 kaibe baki lakini huwa gwita ng'ombe ina Eliwe mtu aje. Ingie 13 na hiyo baadhi ya gari ila meuna ila nzeo. Amejiokoa amelipa huko mwao sana. Ni sawa. Obu. Leo siku kulikuwa na wizi uliendelea wa ng'ombe, lakini tulifanyikiwa kupata gari yenye ilikuwa imebeba ng'ombe. Bahati nzuri na kijiji wote walitoka wakaishika kabla ifike main road kwa Mwang. Ilishikwa ilipatikana imebeba ng'ombe 4 na kwa sababu wananchi walikuwa na uchungu mwingi juu ya huo wizi umeendelea sana katika kijiji. Hiyo gari imechomwa kabisa ikaisha na ng'ombe zikatolewa zikarudishwa kwa mwenyewe. Alafu serikali ilikuja confirm chenye kiliendelea. Baadaye mwizi mwenye alitoka akimbia alishikwa na wananchi na alipigwa, mwishowe akachukuliwa na serikali. So tuko na uchungu mwingi sisi kama wananchi wa area hii ya Mikuyu kwa Mwang juu wizi umeendelea sana. I think last week but one walibeba ng'ombe pande ngambo ile ingine, wakabeba ng'ombe 4. Tulifuatilia tukapata wamezibebea eneo linaitwa People's Park Machakos, ndio walibeba na pickup. So tunaulizia serikali iendelee kushika mwananchi mkono, tuungane pamoja tumalize huu wizi wa ng'ombe, kwa sababu unafanya boma mingi zikuwe maskini. Actually watu walipiga duru, sasa kila mtu akatoka. So tukakuja tukafumania ngari. Walitoka wakakimbia lakini wakaacha gari. Gari yenye ilikuwa imebeba hizo ng'ombe, ilikuwa imebeba ng'ombe 4. Thank you. Nice. Astano. Nashukuru wenye nchi ama wakazi wa Mikuyu na kwa Mau na maeneo ya karibu kwa sababu waliweza kujitokeza kwa wingi na tukaokoa hizo ng'ombe ambao zilikuwa zimebebwa. Miongoni mwa ng'ombe 13 zilikuwa zimebebwa, 4 zilikuwa zimewekwa kwa hiyo gari ambazo zilinusurika. Tukapata mwenyewe ambao ni mkulima tunayemjua ambaye ametoka katika kijiji ya Mikuyu ya juu na tukaweza kumpatia hizo ng'ombe. Pia tunashukuru polisi waliweza kufika na tukasaidiana katika hali ya uokoaji na tunashukuru sana. Ningependa kutoa wito kwa wananchi hasa wa eneo langu kwamba wakati huu kumekuwa na wizi mwingi, kwamba tukisikia shida usiku ama tukisikia mtu ambaye analia kwamba usaidizi apewe, tuweze kutujitokeza kwa wingi, tukaweze kuokoa ng'ombe zetu, kwa sababu saa hii kuna watu ambao wanapenda kufanya hii kazi ya wizi na wanafanya kazi mbaya kwa sababu wanavuna mahali ambapo hawakuweza kupanda. Pia ningependa kutahadharisha wananchi kwamba wanapo jambo kama hii linapotokea, hakuna haja ya kuchukua sheria mikononi. Huyo mtu tumlete kwa sheria ndio tuweze kupata wahalifu zaidi, waweze kukutana na sheria na waadhibiwe, ndio tuweze kuishi kwa nchi ambayo ni salama, ambayo haina wahuni. Asubuhi ya kuamkia leo mwendo wa saa 9:30 niliweza kupata simu kutoka kwa mwenyeji kwamba ng'ombe zake zimeibiwa, ambapo pia majirani wawili walinipigia simu na wakaniambia kuna ng'ombe zimeibiwa na zimeibiwa zote, ng'ombe takriban 13. Niliweza kuamsha watu wangu wa community policing na wa nyumba 10 ambapo tulianza msako mkali.
Lakini baada ya dakika kama 10 nilipata simu nyingine kwamba kuna magari imetokea katika eneo la Mikuyu juu ikiteremka kwenda Mikuyu ya chini kupitia barabara ya Katelembo School of Excellence mpaka kwa Mau, ambapo niliweza kutoka na pikipiki yangu nikiandamana na ndugu yangu na mfanyikazi. Basi tulipokuwa tunatokea kwa mlango tuliona gari 3 zikipita. Moja ilikuwa pikipiki na gari ingine ndogo nyeusi aina ya Fizz na gari ingine ambayo ni Nissan Vanet ambayo ndio ilikuwa imebeba hizo ng'ombe. Hizo za mwanzo kwa sababu zilikuwa zimetembea mwendo wa kazi, tulifuata hiyo gari ya Nissan Vanet ambayo iliweza kutembea, na baada ya dereva wake kuona kwamba amezidiwa na sisi tunamfuata na pikipiki kwa mwendo wa kasi, aliweza kutoka katika sehemu ya daraja tunaita kwa Katumo, ambapo aliweza kutoka na kukimbia na akaacha gari yake hapo. Basi tuliweza kuchukua funguo za ile gari na tukawa kwamba tumeidhibiti haiwezi kwenda, na dereva akapitia kwa maji, akaogelea, akaenda mpaka soko ndogo ya kwa Mau ambao ndio kitengo inafanya biashara hapo kwa Mau, na ambapo alienda kwa hoteli akaanza kuitisha chai. Niliweza kufahamisha watu ambao walikuja kwa wingi ambao walikuwa na hasira na amaki, ambapo tuliweza kutoa zile ng'ombe na wakaanza kukatakata ile gari hadi wakaiweka moto. Niliweza kufuatilia yule mshukiwa ambaye tuliweza kumshika, na wenyeji ambao walikuwa na hasira waliweza pia kumchapa, lakini kwa usaidizi wa polisi tuliweza kumuokoa na akapata majeraha makubwa. Saa hii amelazwa katika hospitali ya Machakos level 5 huku uchunguzi zaidi unapoendelea. Imekuwa ikifanyika kwa sababu kwa muda wa wiki 2 zilizopita mkulima mwingine aliweza poteza ng'ombe 2. Wiki ingine 3 zilizopita tuna mkulima aliweza kupoteza mbuzi. Wiki moja iliyopita kuna mkulima amepoteza kuku. Kwa hivyo huu ni jambo ambayo imekuwa ikitendeka hii maeneo, na saa hii tumeanzisha msako mkali kwa sababu tunaona ni wageni ambao tumeshika, lakini ni kama kuna watu wa karibu wanaoshirikiana na magenge ili kufanya huu uhalifu. Huyu mtu kulingana na sisi ama kulingana na vile tulivyomuoji ni mtu ambaye anatoka kaunti ya Kiambu na ni Mugikuyu. Lakini tunaona kuna wale watu ambao wanafanya mipango nao wametoka hii eneo ya Mikuyu, na kwa sababu wako hospitalini tunajua kwamba polisi wakianza kumhoji na watu wa DCI tutaweza pata majina ama namba yake ya simu yake, kwa sababu tuliichukua. Nafikiri ikifanyiwa utafiti tutapata nambari ambao zinatumika kutoka humu. Kulingana na tukio la leo, ningependa kutoa onyo kwamba watu ambao wanahusika na magenge ya uhalifu ya wizi wa ng'ombe na mifugo katika kaunti ya Machakos, sisi serikali imejitolea kabisa kwamba itapambana na magenge. Kwa hivyo tunaomba wananchi walio na habari kuhusu ya magenge wajitokeze, watoe habari kwa vyombo vyote vya serikali na za usalama, ndiposa tuweze kuangamiza magenge, kwa sababu wanaangamiza biashara yetu ya kilimo hasa cha mifugo. Bwana County Commander and County Commissioner, you have to deal decisively with this issue of cattle theft. This is embarrassing. We are dealing with banditry huko kwingine. Ati ng'ombe inachukuliwa hapa inawekwa probox kwenda kuuzwa kwa Dagoretti na nyama kima. Please, let's deal with this issue decisively. And again, I go back, thank you very much. I go back to Chief, Assistant Chief. Hakuna ng'ombe inaweza toka ya kwanza, ya pili, ya tatu na mjajua wezi ya ng'ombe kwa locality yenu ni nani. You just need the OCS to be proactive. When the community report, let's deal with the suspects. We know also, mtasema kotini na watoa. Jana niliambiwa kwa Makueni, ACC moja aliniambia ati sasa unapeleka mtu umeshika kwa banki, alafu sasa community kabisa wanakupigia makofi, anapelekwa kotini ya hapo. Wakati akifika kotini, magistrate anasema this is sentenced to community service. Alafu anaambiwa enda ukate nyazi kwa compound ya ACC. So adraya wakipita wanaona ile mtu ya banki, kumbe ACC anaenda kuandika. You know? So watu wanasema hakuna haja kuripoti maneno. Ukiripoti ACC ataenda inasaidia tu ACC kwa sababu anaenda kupata employee ya bure. Akaniambia mali yangu ambao walinzi ni watoto wangu ndio wanalinda hiyo mali, wakaniambia imeibiwa.
na wakanieleza ni mobilize watu vijana wangu. Sasa kutoka hapo nilipoambiwa ng'ombe zimeibwa zote, na yeye maana yake hiyo wizi umekuwa ukiendelea. Wizi ulikuwa ukiendelea pale area hii, wizi ni mwingi. Akaniambia ni mobilize watu ndio tunini. Alafu nikaeleza kijana wangu anaitwa Onesmus Chalo, ambao ndio mali ndio anachunga pale na ndio kama mali yake. Wizi umezidi katika area hii ya Mikuyu na Kimakimwi, Kimutwa. Surrounding wizi umezidi. Majuzi waliiba ng'ombe zingine, wakaja kapitisha hapa, wakaipeleka wakaenda kupandisha ng'ombe hizo zao kule FTC. Walichukua hizo. Kwa hivyo hiyo ilipatikana juzi samani. Wakati kulikuwa kunanyesha, ilifuatwa foot trucks, watu walifuata. Kwa hivyo tungeuliza serikali na kina media, hii mambo mchangie kabisa, kuonyesha vile serikali muone vile wanaweza kutusaidia. Mobilize serikali, vigilante, maana yake tumekuwa taabuni. Tungependa kupata msaada wa serikali na kina media nyinyi. Muwe mkihighlight vitendo kama hivi na muone vile mnaweza kutusaidia. Nafikiri mkiendelea hivyo na tukijoin hands itakuwa pengine hii kitu itakoma. Kwa hivyo tumeshukuru kufika kwenu na kuchukua hiyo message. Asante. Ege Nadia. Okay. Saa ngapi? Jioni.